nimkaribishe baba paroko, amkaribishe mgeni rasmi, alafu tuendelee na mengine. Naomba nichukue nafasi hii kumkaribisha sana mgeni rasmi atuambie neno. Karibu. Asante sana baba paroko. Kristo tumaini letu. Kwanza kabisa kweli mimi nashukuru Mwenyezi Mungu anajalia afya ya mwili na roho kila mmoja wetu kukusanyika hapa jioni ya leo. Lakini nilipopigiwa simu na baba askofu, mara moja nimepokea agizo lake na nimekuja niaba yake ya baba askofu. Alikuwa anapenda sana kushiriki tokeo kama haya, tokeo kama sherehe hapendi, lakini matokeo kama harambee ni kwa ajili ya kujenga shule, kwa sababu baba askofu wetu ni mtu wa maendeleo na tena anapenda kushiriki kwa kamilifu kutokana na majukumu yake. Leo hajafika hapa, lakini bila shaka yeye kama ipo kwa live online, kwa hakika atafuatilia matokeo inayoendelea hapa. Na tokeo la ujenzi wa shule, ndugu wapendwa, ni kitu muhimu sana. Kwanza elimu ni ufunguo wa maisha. Tunaweza kupata elimu huku na huku, lakini paroko alitamka neno moja kwenye elimu pamoja na maadili mwema, kwa sababu watu wengine hata sasa hivi watu walioelimika wapo wengi katika huku na huku, lakini wamekosa maadili. Ukiangalia katika familia, wazazi muda mwingine hawana muda na watoto wao kufundisha maadili, na watoto wakapelekwa shule nyingine sio kama ya misheni au fundishi. Lakini ukiangalia shule ya kanisa, yani anapomaliza masomo na anarudi nyumbani, unaona mabadiliko kubwa. Mtoto aliyesoma shule ya mseni tofauti kabisa na shule nyingine. Tuna pamoja na kuongeza elimu, tunaongeza vile vile maadili mema wanapokuja katika shule ya msheni. Ndugu wapendwa, wazo hilo ya kujenga shule ni wazo njema kabisa. Basi tupige makofi kwanza baba paroko. Kwa hiyo baba paroko, mimi napongeza sana. Hii ni wazo njema kabisa, kwa sababu katika dunia watu hawasifi kwa ajili ya elimu, watu watasifiwa kwa ajili ya maadili yake mwema. Lakini hayo inapatikana kama shule ya msheni. Kwa hiyo nafasi hii mimi naomba pamoja na halmashauri wanavyokuwa pamoja na paroko kuonesha shirikiano, naomba sana waamini wote, kwa sababu paroko peke yake, halmashauri peke yake hawezi bila kupata shirikiano toka kila Mkristo, kwa sababu jambo njema tunapoanza pale, kadiri unayopata pongezi, kwa hakika watu watakavyorudisha nyuma maendeleo ya parokia na hata katika ujenzi watakwenda. Kwa hiyo ndugu wapendwa wa Kristo, mimi naomba sana, kwa sababu hili sio jambo ukichukulia kwa rahisi sana, si vizuri.
pamoja na kuchangia, inatakiwa kusali kila siku kwa ajili ya hiyo nia njema hiyo, kwa sababu bila shirikiano na bila nguvu ya sala, ndugu wapendwa, paroko pekee yake na halmashauri hawezi. Lazima bado anapoanza shughuli anatakiwa kupambana na mambo mengi. Huyo ushirikiano wenu ni muhimu sana, maana itaitia moyo paroko apambane na matatizo, apambane na magumu, lakini akiona ya kwamba waamini wangu wote wanapenda mimi, yani ni rahisi sana paroko kupambana na matatizo inayotokea. Kwa hiyo mimi naomba sana uwe pamoja, kila Mkristo asiwe na kasoro katika kumpenda paroko na kumsimama pamoja na paroko katika nia hiyo njema kwa ajili ya parokia yetu na kwa jumla kwa ajili ya jimbo letu la Tunduru Masasi. Kwa hiyo naomba sana Wakristo sala, kwa nguvu ya sala, kwa hakika na mchango yetu ya hali na mali, kwa hakika 100% tutakamilisha kujenga shule ndani ya miaka 5, na watoto wetu hawezi hahitaji kuhangaika kwenda kule sijui wapi kundana sijui wapi. Hapo shule yenye bora, elimu bora na maadili mwema unayetegemea, unayotaka itapatikana hapa hapa. Haitakiwi kuhangaika. Wewe uko hapa, mtoto wako yuko karibu na wewe. Kwa hiyo mimi naomba sana waamini tuwe pamoja na paroko wenu, tuwe pamoja na mipango iliyoandaliwa na kamati, uoneshe shirikiano vizuri yetu wote. Tumsifu Yesu Kristo. Makofi mengi sana vigelegele kwa mgeni rasmi. Baba mgeni rasmi, samahani nikuombe usimame. Naomba wote tusimame. Na mgeni rasmi waelekee kule tu, kule wale waumini wote. Tutapasha, tutawaambia tupashe, halafu 1, 2, 3 tunaelekeza mikono kwa mgeni rasmi. Sasa nyinyi huku mkae ili mgeni rasmi aweze kupata ya kwake peke yake. Pasha. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, mwagilieni maua. Asante sana. Na ukienda parokiani kwako, parokia yetu ina nguvu sana. Na ikiwezekana unaweza ukatuambia tu Jumapili moja waumini wote wa hapa tukatoka tukaja kusali parokiani kwako, alafu wale parokiani kwako wakaja kusali. Inawezekana. Gharama zote tutatoa sisi, mashahidi wa uganga. Wapendwa, baada ya mgeni rasmi kuzungumza hayo, amemaliza kila kitu. Wazo la paroko na kamati tendaji na baadaye kupeleka kwenye halmashauri ya walei na baada hapo kuipeleka kwa baba askofu ni wazo zuri sana. Mwanzoni huku tutaona ugumu, lakini baadaye utakuwa na wepesi. Na nilimwambia baba paroko, hii shule haiwezi kwenda miaka 5. Tumechelewa sana, miaka 3 tunaweza, kwa sababu sisi wa Katoliki tunaamini kabisa ambacho kinamwingia kiongozi wetu wa kiroho katika mambo ya maendeleo ya kanisa na maendeleo ya jamii ambayo imetoka kwa Mungu. Hiyo kazi ya Mungu haitosimama, itaendelea na kwa haraka. Na wakati wa chakula nikamwambia paroko,
Hivi unajua tukipata mashine ya kufyatua tofali ambayo gharama yake kama milioni 5 tu hivi unajua hiyo mashine wewe utakuwa na kazi tu ya kupata mchanga na simenti tu na maisha yanasonga. Lakini pia nikawaambia jumuiya fulani Paulo atakuja kuwatangazia baadaye, wao nao wakiamua kuwa na mashine yao, hiyo shule itakwenda kwa spidi, kwa sababu ile jumuiya nayo itakuwa inawauzia matofali parokia, na wao watauza tofali 2500 watauza kwa 1500, tofali 1000 watauza kwa 800. Ile jumuiya itapata, parokia itapata, na shule itafanyaje? Tukiamua, tukisali na kila mtu akitoa shilingi yake, inawezekana. Kwa Mungu haishindikani hata kitu hichi kimoja. Lakini pili, tunaweka alama. Hii shule nzuri ambayo itajengwa, kwanza lina jina ya askofu. Najua askofu baada ya maisha yake hapa duniani na kazi zake zote, Mwenyezi Mungu anapoamua kumpumzisha, najua anapumzishwa wapi? Kanisani. Askofu hazikwi kama sisi huko sehemu nyingine, anazikwa kanisani. Huyo tayari yeye anakuwa ni muombezi wetu. Kwa jina lake tu kuwepo katika shule, kwa ile shilingi 100 ambayo mimi nilitoa, kwa ule mkorosho mmoja ambao niliamua mkorosho huu mmoja huu, na ukaumwagia maji ya baraka, huo mkorosho huo katika miaka 5, korosho zote zinazotoka mimi nasipeleka kwa ajili ya kuchangia shule. Mungu atakubariki na Mungu atakujaza. Ndio rasmi Paulo kwa mwenyekiti na wageni wetu, mwenyekiti wa UWAKA pamoja na katibu wa jimbo. Padri mmoja alienda Kigamboni kuadhimisha misa, na yule padri akati anaenda alijaza mafuta shilingi 60,000 kwenye gari yake, kwa sababu ni kigango cha mbali, na alikuwa na mgeni wake. Wakati ameenda na mgeni wake katika hicho kigango, baada ya misa mwishoni, kwenye matangazo, tangazo la sadaka likatoka. Sadaka ya leo ni shilingi 6,550. Hii mwenyekiti wa parokia, nitakuomba baadaye unielezee kwa nini shilingi 50 haikosi kwenye sadaka za kanisa Katoliki. Sasa watu kienda tu 1,200,900 au 800 au 650. Yaani 50 ipo tu. Na unaweza kukuta ya 50 ametoa mtu mzima ana wigi, au baba ana suti na kitambi, anatoa 50 tu. Sasa akati anarudi, yule mgeni wa paroko akamuuliza baba paroko, tumeweka mafuta 60,000 alafu sadaka 650, hii inakuaje? Akaambia tena leo wamejitahidi sana, kwa sababu hata Christmas na Pasaka hawatoaji hivyo. Akaambia baba paroko, mimi samahani sana, haupaswi kuzungumzia mambo ya sadaka, lakini mimi nimetoa sadaka shilingi 5,000. Yaani yule mgeni ametoa sadaka 5,000. Kwa hiyo watakusema kile kigango kimetoa sadaka shilingi ngapi? 1,500 na paroko ametumia mafuta shilingi ngapi? Tutakuja kanisani hapa, tunapata baraka, tunabarikiwa, tunajaziwa mafuta katika maisha yetu, katika kazi zetu, katika biashara zetu, katika watoto wetu. Lakini hakuna kitu ambacho tunachokifanya. Pale naongea sana leo kuhusu shukrani. Hatuna shukrani. Hebu muulize mwenzako, shukrani yako leo wewe ni nini katika ujenzi huu? Akujibu ndani ya moyo tu, shukrani yako ni nini? Si hapa tunaanza kuwapa maiki, ukasema na mshumba hapa paroko kutugaabia. Bado umepewa kitu ili utoe kitu, ili na sisi tupate kitu.
tuweze kuweka kitu kwa ajili ya maendeleo ya hivyo vitu. Kristo. Sasa wewe mgeni umekuja kwa niaba ya baba askofu. Baba askofu hajakwambia chochote kile? Hajakwambia chochote kile, kienda pale amwambie basi wanangu hivi na hivi. Baba askofu aliahidi atatoa 500,000. Baba askofu ameahidi anatoa 500,000. Sasa naye mgeni rasmi hauna kwa kujazia kwa baba askofu. Lazima nikiondoka hivyo si vizuri. Na mimi nitatoa hapo 200,000. 200,000. Na wewe mwenyekiti wa UWAKA, yaani wewe ndio mwenyekiti wa wanaume wote jimbo la Tunduru Masasa. Yaani wanaume wote hapa tupo chini ya huyu ndugu. Yamekuwa hayo. Kristo. Basi kabla sijatoa ahadi yangu niseme tu nyuma kabisa historia ndogo fupi. Kanisa hili na mimi nimekuwa mwenyekiti wa kulijenga chini ya paroko wetu kule kanisa la Bikira Maria Mpalizwa Mbinguni. Kwa hiyo nimpongeze paroko kwa kusimama imara sasa hivi na kuendelea kulijenga kanisa letu. Kubwa zaidi niliyotaka kusema ni kwamba muda si mrefu na mimi nitakuwa muumini wa kanisa hili, lakini ndani ya miezi 14 kuanzia sasa hivi, kwa sababu hapa tukitoka hapa ukipiga hatua 600 unafika nyumbani kwangu hapa, ninajenga nyumba hapo mbele tu. Kwa hiyo nitakuwa muumini. Kwa hiyo usipoteze muda na mimi kwa kadri ya kawaida, kwa sababu lazima leo kufanya mambo ya bagala katika maandiko matakatifu yalivyoongelewa leo, namna ya utoaji. Basi mama watoto simshirikishi, na mimi natamka tu mwenyewe peke yangu, yeye nitaenda kumwambia kule mimi nimefanya hivi. Kwa hiyo nisimpite mtu wa mgeni rasmi hapa. Basi twende pamoja na mimi nitatoa 200,000 hadi hiyo. Ananifahamu vizuri, ni kaka yangu, ameendelea katika mambo ya imani kanisa kuu pale Dar es Salaam. Kwa ananifahamu vizuri sana kwamba nisingemwacha hivi hivi pasipo kumuunganisha na mke wake. Kwa ameniwahi na mimi nikupe tu heshima hiyo. Umesema unahamia hivi karibuni huko? Miezi 14. Sasa hii jumuiya gani hapa? Yakobo. Hivi mnaweza tukajitolea tu siku 9, yani kila mtu akasali kwenye familia yake novena alitakasha huyu bwana amalize nyumba yake vizuri na wahi kuhamia kabla ya huo wakati. Mnaweza? Na hata ukienda kanisani kufanya ibada, si vema pia ukatoa sadaka kwa ajili ya novena ya hawa kina mama, kwa ajili ya maendeleo ya ujenzi wa nyumba yako na mke wako na watoto wako. Unaweza kuongeza kidogo tu kidogo tu. Nitaongeza 50,000. Sasa nyinyi msinagoshi hiyo novena, lazima msali. Sawa msali novena kwa ajili ya baba, na ukisali kwa wake atakuwa vizuri sana. Tunaye katibu wa jimbo la Tunduru Masasa, Mr. Deo, kijana mmoja safi mtanashati, kijana ambaye ana matatizo, ana altare kama ya kwangu, ambaye amekaa katika hali ya kistaarabu, anakunywa chai na miogo, akienda jimboni akikaa na mababa na baba askofu wanakunywa chai na mkate wenye blue band na jamu na mayai kwa mbali. Karibu katibu. Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini. Jubilei 2025. Mimi
familia yangu tukichangia 150. Asante sana kijana mwenzangu, Mungu akubariki. Makofi sana kwenye hii meza. Mwenyekiti, una neno? Una neno? Tuache tu mwenyekiti kuja baadaye. Pale kuna marafiki bwana, huwezi kuacha shikishuki tu kama hicho alafu usio na marafiki ukashindwa kusema jambo tu hapa. Msema jambo kwanza. Kwanza umetunani sana asubuhi na umetusema sana sisi wanaume wenzako. Sema sana. Kuna baba mmoja yeye alisema, baba paroko, mwanamume unalalaje sana saa 12? Kwa kweli na mimi alikuwa ananigusa, kwa sababu mwingine anarudi nalala saa 3 alafu mke wangu ndo anafunga mlango. Uhakika kabisa mwanamume haupaswi kulala alafu mwanamke akafunga mlango, kwa sababu ndo mlinzi wa nyumba. Baba umetuchamba. Mind kweli na sio ulipokuwa unapita umepita mule. Na kuna padi mmoja alitoa mahubiri kama haya ya baba katika parokia fulani. Kwa baba mmoja akaona kumbe nikirudi nyumbani mapema ni shida, alafu mwanadamu anapaswa kuwa na sura ngumu na usichague kazi, ufanye kazi. Yule baba akarudi nyumbani siku hiyo saa 9 usiku. Aliporudi akagonga mlango, akina mama kama mlivyo, anagonga baba kamdomo. Unarudi saa hizi? Kalale koko, kalale Mnajua hapo nimesema nini koko. Kalale. Baba wa watu yule kumbe alikuwa na kazi, alikuwa anafanya kazi. Sasa baba watu akawa ameumia moyoni. Kwa nini mke wangu anafanya hivi? Wao walipiga bia 2-3. Yule baba akakasirika, akasema sasa sikiza nikwambie, mimi na wewe hapo siyafanyi, kila nikija unaniletea kadogo na nini, mimi naamua kujiua, baki na watoto wako. Sasa pembeni kulikuwa na kisima cha maji kama kile cha baba paroko anachofuga samaki. Yule bwana akachukua jiwe tofali akalipigisha mule kwenye maji. Bwana mama katoka ndani kule. Tunajua watu wa ndoa tunavyokuwa tunalala. Katoka bwana na kijola. Akafunga mlango. Akaanza sasa kuambia majirani, wewe umetoka wapi na kijola? Na hauna. Mama kaza mume wangu samani nyingi tulianza wewe tumemaliza. Karibu paroko. Tumsifu Yesu Kristo. Baba na maneno mengi sana. Kwa kweli nimejitahidi sana kupambana na watu ambao naamini kwamba wanaweza kaniunga mkono. Tumepata 2 milioni. Ni paroko wetu, ni paroko wetu. La 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 la. Hapo paroko anawiva. Nyimbo mbona anapaka hivi? Sasa ngoja zitaze ondoka. Mwasibu katibu wa jimbo amepunguza hapa. Katika nani yake ngapi? 50,000. Anayehusika 50,000 katibu amepunguza, asante sana. Mungu akubariki sana. Nani naibu wa mgeni rasmi anakuita? Naibu wa mgeni rasmi. Kristo. Naomba viongozi wa jumuiya mje wote hapa mbele. Viongozi wa jumuiya. Viongozi wa jumuiya wote mje mbele. Wote. Wale viongozi, yani sio wote 5-5, mmoja. Tuchangamke kidogo. Naibu wa mgeni rasmi ametoa hela yake keshi 200,000. Makofi na vigelegele. Simone hivi baba Sunile. Yuko vizuri.
Huyu Kimakua anagonga, Kimakonde anagonga, Panya anakula, Ukupu anakula, anashinda. Viongozi wa jumuiya tuje basi. Viongozi wa jumuiya. Jumuiya ya Benedict. Jamani, kaomba viongozi wote wa jumuiya mje hapa, ni tunataka jumuiya inaita mtu anatoka kule anakuja huko. Tunapofurahi hivi na kesho asubuhi tuje kumshukuru Mungu tulia hivi kanisa. Misa ni saa 12:30. Jumuiya ya Benedict. Jamani, naomba utulivu Mnaoongea huko naomba utulivu. Sasa hivi ni muda wa sisi na viongozi wa jumuiya. Kwa hiyo kama hutaki kumsikiliza kiongozi wako wa jumuiya, naomba uende nje ya geti alafu baadaye utarudi. Tusikie wanachoongea viongozi wetu, kwa sababu wao ndio wawakilishi wetu. Mwenyekiti. Jesus Christ. Kweli imependeza. Asante. Na suti nzuri safi kabisa. Na hii bila shaka mkeo alikupigia pasi. Amina. Hauna nyumba ndogo? Hapana sana. Kweli? Kweli kabisa. Sema neno basi kwa ajili ya jumuiya. Tumsifu Yesu Kristo. Niliyesimama hapa ni mwenyekiti wa jumuiya ya Benedikto. Naahidi kwamba mchango wetu tutatoa 1,500,000. Mwenyekiti, naomba maelekezo yako. Kila jumuiya mliwapa gawio ndio shilingi milioni 3. Lakini tumejitahidi kutoa shilingi milioni 200,000. Baada ya muda fulani tutakamilisha. Mlipewa hiyo? Kwa mzee, asante sana. Mwenyekiti amenithibitisha kwamba hiyo ndio ilikuwa size yako. Kwa vizuri lakini asante. Na neno lingine? Leo ameshapeleka kule. Asante. Mzee, ndio masuti kali. Alafu Paulo analala njia kweli. Kwenye friji hakuna tabia. Watu wanavaa suti namna hii. Tumsifu Yesu Kristo. Sisi jumuiya ya Mtakatifu Veronica tulipangia milioni 1, ila sijafanya mawasiliano na mhasibu. Ngoja nifanye. Yupo. Mhasibu njoo, tutamaliza hapa. Mhasibu uje. Kristo, kwa niaba ya jumuiya Mtakatifu Yakobo Mkuu, sisi tulipangiwa 600,000. Nadhani tumetimiliwa, lakini kabla hatujakabidhi pesa hizo, kuna ujumbe wa wanajumuiya naomba ni useme. Tunakuomba mgeni rasmi, nadhani umekuja kwa niaba ya Baba Askofu, tunaomba umfikishie ujumbe kama ifuatavyo. Swala la ujenzi wa hii shule, nadhani msimamizi mkuu ni paroko wetu. Sasa wanajumuiya Mtakatifu Yakobo wanaomba Chonde umfikishie Baba Askofu ndani ya miaka 5 hii paroko wetu wasimuazie jambo lolote la kutoka jumuiya hii. Asante sana. Naomba kukabidhi kiasi. Paroko tuna! Miaka 5 paroko tuna! Wakati kumuondoa huyo awe amerefuka. Awe mrefu kwanza tuamuondoe. Sawa Naomba jumuiya Mtakatifu Veronica nirekebishe kidogo. Sisi tumezaa jumuiya 2
Kwa hiyo tuko jumuiya 3. Kwa hiyo ile milioni 3 tunaigawa kwa 3. Milioni 1 tunaigawa kwa 3, tunapata 300,000 kila jumuiya. Tuligawana 300,000 kila jumuiya kwa jumuiya 3. Kwa hiyo kabla hatujatoa kile tulicho nacho, naomba jumuiya Mtakatifu Veronica tukutane sasa hivi. Naomba kabla sijaendelea, familia ya Alex, familia ya Alex, nakuomba mara moja, familia ya Mr. Alex, wakati huo unakuja, tuendelee hapa na baba. Karibu mzee. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Naomba wenzangu wa Josephine Bakita waje. Mike Bovu. Ngoma. Mike. Brother Mike. Hii beti imeisha au mzee umezima? Samahani, tumsifu Yesu Kristo. Kwa sababu tukio hili liko live, naomba nyenye vibashabasha na hizo fedha muweke pembeni. Utakachosema hapa kwamba sisi tumepangiwa kiasi fulani na tumekusanya kiasi fulani, tumeshapeleka benki. Tafadhalini sana, hatuna geti hapa, sio kutuvamia usiku. Sawa? Tushapeleka benki. Sawa? Na vile vile hizi hela zinapokusanywa hapa ambazo zitapatikana hapa, zote zinaondoka usiku huu. Hazikai kwa paroko. Paroko aondoke hata na shilingi. Mtafute huyo anaondoka nazo. Kristo. Tunatokea jumuiya ya Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu, zao la Josephine Bakita. Tuna siku 10 baada ya jumuiya yetu kugawanywa. Tulipangiwa 600,000 kama jumuiya ya Mtakatifu Josephine Bakita, na sisi watoto wake Teresa ya Mtoto Yesu tulipaka nusu. Tayari tumeshaweka hiyo pesa shilingi 300,000, hatudaiwi chochote. Tumsifu Yesu Kristo. Amina, asante. Naomba familia ya Mr. Alex wamepata dharura, wanapaswa kukimbia mara moja kwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo ndio aweze kuzungumza mara moja na tumwombee safari njema. Ila naomba kamati ya chakula mfungie kidogo kuku wale ili waondoke nao ili safarini kwa waweze kutafuna kidogo. Karibu. Kamati ya chakula agizo litekelezwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi sio mwenyeji, nimehamia karibuni hapa. Niko kwenye jumuiya ya Veronica. Wewe mwana Veronica? Mimi sana natania mwanzo kweli. Asante, karibu kaka. Sawa. Lakini nataka nihamie. Ndio nataka kuhamia. Nimeshajiwezesha lakini bado hujaanza kusali. Sijaanza kusali. Karibu baba, ndio kanisa Katoliki hili. Kwa hiyo sisi kama wadau, ndugu mgeni rasmi, karibu sana na tumekupokea vizuri sana. Mungu akubariki. Sisi tunaungana na wewe, lakini tunasema tusipite nani? Mgeni rasmi. Kwa hiyo sisi tutatoa shilingi 300,000. Asante sana. Mungu akubariki sana. 300,000, asante. Mfungie kuku wawili asafiri nao vizuri. Funga vizuri. Wako wawili tu kwenye familia lakini karibu. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni mwakilishi wa jumuiya ya Mtakatifu Francis na jumuiya nyingine ambayo tumezaa kutoka kwenye Francis ambayo inaitwa Lita wa Kashia. Tulipangiwa shilingi 600,000, tumetoa zote shilingi 600,000 kwa maana jumuiya ya Mtakatifu Francis 300,000 na Lita wa Kashia 300,000. Kuna mkabidhi mhasibu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Jumuiya ya Mtakatifu Marko Mwenjili tulipangiwa 300,000 na tumetimiza 300,000 na tunakabidhi kwa mhasibu. Asante. Anafuata. Kristo. Yosefu oye!
walipewa gharama ya $300,000 na tumetimiza yote. Unaiona hii? Na kabisa masimu yuko wapi? Mzee wangu Kristo, tunaletu kwanza. Asante sana mzee, na umekuja umesahau sabuni kichwa. Asante sana. Nilizani sabuni kumbe ni mvi. Asante. Na Mungu anipe umri kama wako. Mwasibu yule kule baba. Mzee umeonekana mpaka Roma. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi ni makamu mwenyekiti wa Jumuiya ya Mtakatifu Yohane Mbatizaji. Sisi tulipangiwa shilingi $300,000. Bado hatujatoa, lakini tunaahidi tutatekeleza hivi karibuni. Kristo. Sisi tumetoka Jumuiya ya Mtakatifu Veronica. Kwa hiyo tuko kwenye vichipukizi. Tumepangiwa $300,000, lakini kwa leo tumekusanya tumepata $77,000. Zimebaki $223,000. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Kwa niaba ya Jumuiya ya Mtakatifu Salome tulipangiwa kukusanya fedha $300,000 na tumekamilisha kukusanya $300,000, tumeshaweka kwenye akaunti ya ujenzi. Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Jumuiya ya Mtakatifu Cecilia tulipangiwa $300,000, tumekusanya $230,000 baada ya $70,000. Naomba nikusanye kwa mhasibu. Yako mzuri na wewe. Umeo. DJ, unao ule wimbo tutawezana? Unao? Unataka kulipa dada yake na kitabiki tutawezana? Kristo. Kuna jumuiya sijaja hapa. Kuna jumuiya sijaja. Jumuiya gani? Jumuiya gani? Benedict, mje tumalizane. Yale matawi mengine tawi moja lishajitoa. Jumuiya nyingi bwana. Veronica. Silimsema mnaenda kuongea, lakini sina shida na nyie. Naomba Kijango cha Namatunu, Nangose, Chisegu, Mailisita, Marika. Naomba Sifu Yesu Kristo. Baba Paroko, mgeni rasmi, ndipo hapo ambapo askofu anaangalia vizuri paroko huyo ambakize au ambadilishe. Hivyo mgeni rasmi, nitaomba tu unaone na baba paroko kadri ya utendaji wa makusanyo ya hivi vigango anaweza akafanya mabadiliko. Kigango cha Namatunu tukufikie. Tumsifu Yesu Kristo. Kigango cha Namatunu nimepewa ahadi shilingi $50,000. Kwa hiyo wanafanya mpango wa kukusanya, wataikabidhi. Hii kiwango cha Matunu $50,000 ni sahihi? Bet. Au ni amdeja na mabeti mafu? Eti
kigango cha Matundu kutoa elfu 50 sahihi? Wakristo nawauliza, mimi sijui, nawauliza nyie. Ni sahihi si sahihi? Kwa sababu nikimwangalia katekista wao yuko vizuri. Nikimwangalia katekista yuko vizuri na kuna mtu mwingine anapiga pamba. Kwa ongeza ngapi? Kumbe kila kigango kilipangiwa laki 5, si ndio? Katibu wanasema hapana, labda kigango chenu kikubwa. Hapa moto moja kwamba hivi vigango kutokana na kamati tendaji vilipangiwa laki 5, lakini taarifa rasmi hazikutolewa kwenye hivi vigango. Kwa ni waombe tu kwamba muende sasa mkawaambie huko tumepangiwa laki 5, na inawezekana nyinyi mashahidi, wakiuza ufuta, wakiuza korosho, ngoma huko zinaenda, na nyinyi makatekista mnakuwa wageni rasmi huko, mnakaa na vingoma vinachezwa kule, mnakaa muhamasishe kule, wapeni elimu, msaidieni paroko, sawa? Sasa hivi tutapokea mlivyokuja nacho, alafu baada hapa nadhani Jumapili ijayo tutakutana na baba paroko kwa maelekezo zaidi, sawa? Kwa sasa mseme kile mlichokuja nacho. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema kila wakati. Basi maneno machache ambayo kidogo yana huzuni ndani yake, kwamba niseme tu kwamba taarifa ni kitu muhimu sana, na kwenye vigongo. Basi asante. Basi sisi kigango cha Nangose tuna kiwango cha shilingi laki 1 ambacho tumekuja nacho na tumeshaweka pale benki njiani kipindi tunakuja. Asante. Mwingine tuendelee. Tumsifu Yesu Kristo. Kigango cha Chisegu, kwa sababu mapokeo hayo kama tulivyoelekezwa, basi tutapata maelekezo baadaye. Tulielewa ya kwamba walau laki 1, basi leo nimeleta 40,000. Sifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Mimi ninaamini kabisa mambo haya ni ya TANESCO tu. Siamini sana kama kuna watu kati yetu hapa wanavijidumu mtu. Naamini mambo ya TANESCO, si ndio? Haya, tuendelee. Karibu katika. Tumsifu Yesu Kristo. Tunaendelea kigango cha Chisegu. Kadiri ya mapokeo tulipata tutoe laki 1, lakini tumetoa, tunakabidhi 40,000 bado 60. Asante. Asante. Unayefuata. Kristo. Mimi hapa mzee Rodi nileta, achana nalo bwana. Sisi hapa mpaka tunaweza shughuli mema ukatiki tena. Achana nalo, tunapiga kelele tu. Endelea mzee. Kristo. Mimi hapa nimekuja tu, sina taarifa yoyote kwa mwenyekiti wangu. Kama amefika hapo, afike mbele hapa. Asante. Naomba, kuna mtu ana pikipiki hapo nje, kwa hiyo isije katokea kitu kingine. Naomba uende hapo nje
uingize pikipiki yako ndani kwa usalama. Pikipiki ni tofauti na gari. Pikipiki mtu anaweza kaibeba tu mabegani. Sifu Yesu Kristo. Mimi Mtakatifu Veronica tulipangiwa 300,000 lakini tumejichanga tumepata 212,000. Itakayobakia tutamalizia Jumamosi. Asante. Sifu Yesu Kristo. Katibu ameniambia ni ahidi kwa kigango cha marika 50,000. Asante, Mungu akubariki. Kristo. Mbena, familia ya Edita Godfrey na familia ya Lea Amuri nawaomba. Wakati huu pia tunapitisha vikadi huko, nadhani mmeviona. Basi weka alama kwenye hicho kikadi. Hata kama familia yako ambayo nitaita hapa, basi alama ambayo unaiweka kwenye hiyo kadi, basi njoo tuzungumze nasi hapa. Familia ya Faraja Mbena na familia ya Edita Godfrey, familia ya Lea Amuri na familia ya Claudia Aule Neema Ndunguru, karibuni. Familia nilizozitaja. Familia nilizozitaja. Familia ya Faraja Mbena, familia ya Edita Godfrey, familia ya Lea Amuri, Claudia Aule, Neema Ndunguru. Familia ya Elizabeth Mkama, familia ya David Kalamule, familia ya Gervas Petro na familia ya Adriani Mwelelo. Ninaomba familia hizi kama zipo, basi napotaja naomba mfike ili tuende kwa haraka shughuli yetu tulipanga tumalize mapema. Hizi familia kama zipo naomba. Wametoa shilingi 100,000, tuwapongeze. Familia ya Priscilla samani kama nitataja vibaya, Masonjera Nonjera. Hiyo 20,000. Tumsifu Yesu Kristo. Familia ya Fatuma Luyagwa anaahidi 50,000 ila atatoa mwisho wa mwezi. Anapigia simu. Asante sana. Hii familia ya Fatuma kwa vyovyote ni wenzetu wa dini nyingine kutokana na jina tu hilo, lakini mnaona anavyochangia kwa ajili ya maendeleo ya shughuli hii ya leo. Na kama kuna wengine wamerudisha kadi pia nitaziomba. Familia ya Adriano, familia ya Hilda Tenga, Egbert Philbert, Mr. Mshishi, Mr. Mshishi, Mr. Mshishi, Mr. Mshishi. Familia ya Alex Aloisi Mwasha. Tumsifu Yesu Kristo. Hilda Tengu atatoa 120,000 mwisho wa mwezi. Asante Tengu, Mungu akubariki sana mama, uzeeke hivyo hivyo ulivyo. Familia ya Alex Aloisi Mwasha, familia ya Tukuzwe, familia ya Tukuzwe Ziku, familia ya Julius Mavele, familia ya Mavele Julius, wapendwa, hivyo mnavyoongea
huko kwenye meza, basi mngenisaidia ninavyoita hapa, mnasema hayupo, yupo, kuliko mnavyoongea huku mimi naita tu. Na kama mtoto yatima vile. Amnionee huruma na tumbo langu huku mbele. Nyewe zangu mnapiga vitu tu, kwa nini nimesimama tu? Familia SBUS Mtila. SBUS Mtila. Hatua 600. Hongera sana. Hongera sana, Mungu akubariki sana. Familia ya Florence Mwanawima. Familia ya Mwanawima. Yupo? Familia ya Mwanawima yupo? Familia ya Wensie Mkude. Wensie Mkude. Tobias Mkude. Jina la mwanzo sio imeandikaje hapa, sio ni vitilio na onyo, si naongo. Tilia. Sasa mnaandikaje? Kuna via. Familia Stanley Guido. Familia Stanley Guido. Bosco Rezaula. Bosco Rezaula. Amelala? Yuko wapi? Mama huyo. Kapendeza Sasa hii kasura ya misa. Karibu mama. Rezaula. Wewe familia gani? Julius. Nishaita endelea. Julius hapa. Endelea. Shemeji yako au kwa niaba ya shemeji? Sifu Yesu Kristo. Shemela. Niaba ya shemeji yangu Bosco Rezaula, yeye amesafiri. Ila ameahidi Laki. Mama sogeza maiki basi, mbona unaogopa? Bosco Rezaula ameahidi 200,000. Asante sana. Na wewe mwenye familia nani? Tumalize hapa hapa. Familia Julius. Familia Julius. Na wewe unasema na wewe unganisha hapa hapa. Hadi ambayo tujamaliza, lakini mzee anasema tuongezee hapo. Tunadaiwa. 200,000. Mama hongera sana. Na mzee wako anakupenda, amekunulia wigi nzuri namna hii. Hadi kwenye mahubiri hapa leo asubuhi, mumeo yupo kabisa. Kakunulia wigi. Mzee hakuweza kuhudhuria. Afya inasumbua. Muombe. Sasa nikwambie kitu. Ukitaka mzee anyanyuke awe na afya njema, hebu nenda pale Masasi pale mjini pale. Kamtafutie shati nzuri na cadet. Uone afu mwambie mume wangu kipenzi Raziz, hebu vai tutoke pale West Garden pale tukapata kitu na kutoka mzana sana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Familia ya Charles. 100,000 makofi kwake. Sio kwa vizuri. Na kitambi kizuri, maisha yanasonga. Na wakati huu ndio kipindi hiki cha kumlilia Mungu na kujenga mambo yake matakatifu. Naomba nifikishie pale. Familia Clement Fumbuka. 50,000. Sasa sikizeni niwaambie nyinyi ambao hata mtoi. Pigeni basi hata makofi basi. Wewe kazi yenu. Makofi ya mpigi, kuchanga mchangi, tuna kuku pale 80 mtakula, bia mmeshakunywa. Ni watu gani? Vigelegele basi. Familia ya Stansoni Mnunduna. Bwana je hivyo. 100,000. Makofi kwao.
Endelea tu mama, jina liko ndio hii hapa naomba, si ndio? Hii hapa 21. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Nabii mkubwa Otilia na onyo na ile 50. Asante mama, uendelee kusoma kwenye uzee wako. Tumsifu Yesu Kristo. Asante. Naitwa Tobias Laurent Mkude. Mimi nimeahidi 100,000 na nimeshaweka kwenye akaunti. Asante. 100,000. Asante sana mzee wangu. Samahani brother. Brother samahani. Mpe mic. Kuna 10,000 hapo umpe mgeni rasmi kwa ajili ya mafuta anarudi kwa nani? Haina shida. 10,000 mgeni rasmi. Noted, haina shida. Asante. 10,000, 20,000 ongeza ya kwako. Tumsifu Yesu Kristo. Kude na hivi 300,000 tutajitahidi tutatoa baada ya mwisho wa mwezi. Huyu Mr. Mkude kwa namna pekee leo anamshukuru Mungu. Anamshukuru Mungu kwa neema na baraka ambazo amemjalia. Na nampa dakika 2 tumsikilize. Kwa nini anamshukuru Mungu? Waambie ili matendo makuu Mungu aliyotendea wajue. Karibu. Asante. UFC. Sijapata kusikia. Lakini nakupa pongezi. Umependeza na wewe. Matendo makuu ambayo amenifanyia Mwenyezi Mungu. Kwa kweli nilikuwa nasumbuliwa kidogo. Nilikuwa nasumbuliwa kiafya. Naomba tujifunze anachotuambia baba hapa. Yaani amsikii kwa sababu jirani yako anaongea. Asante. Labda nirudie tena. Kwa jina naitwa Wensi Mkude. Pamoja na yote haya lakini nimekuja kwa sababu FC amenikazania kusudi niweze kutoa ushuhuda, basi nitatoa ushuhuda tu. Nilikuwa nasumbuliwa kidogo kiafya. Baada ya usumbufu niliopata nikajitahidi kutafuta jinsi ya kuweza kutoka kwenda kupata matibabu kwa sababu nilikosa matibabu hapa mazuri hapa nchini. Kwa hiyo nilitoka nje tangia mwezi wa 3 nilikwenda India. Nimekaa huko kwa muda wote huo, nimerudi tarehe 17 mwezi wa 9. Namshukuru Mungu kwa kuwa amenisaidia, nimepata uponyaji kutoka kule India. Kwa hiyo nimerudi nikiwa na afya njema hapa Masasi namshukuru Mungu vile vile kwa sababu nimeanza kufika kanisani vile vile, na wale tunaopata huduma hiyo asubuhi tunaonana siku zote. Kwa hiyo na nyinyi vile vile nichukue nafasi hii tujumuike pamoja attend misa za asubuhi. Kuna kitu tunakipata hapo. Asanteni sana. Asante sana. Mungu amemtendea makubwa sana. Umeniambia nimependeza lakini bwana sina socks. Socks 5,000, tunavaa socks za 5,000. Sasa unajua nilivyokuja huku nikuja kwa ajili ya msiba, kwa kuniwekea socks kwenye begi langu. Mimi nakufahamu siku nyingi sana wewe. Sijawahi kuona hata siku moja umevaa socks. Tena afadhali umekuja safari hii umevaa viatu. Kule hatujamalizana bwana, njoo bwana. Huwezi kunishika. Ni rasmi. Samahani sana. Baba askofu alikuja sana. Na alikuwa ghafla tu. Na ukuweza kwenda saluni. Kesho tunahitaji kwenda saluni, na saluni unaenda shilingi 10,000 tu. 10,000 anaweza kupata saluni. Mwenyekiti wangu namfahamu siku nyingi sana yani. Mwenyekiti,
Sijana tulikuwa wote saluni. Unarudi kunahitaji tena kwenda saluni leo? Sio paroko, mgeni rasmi. Mgeni rasmi. Sijafahamu vizuri kwanza unatokea sehemu gani katika samani. Mimi ni Padri Sunilanto, ni paroko wa Chikunja, padri wa jimbo la Tunduru Masasi, natoka India. Kusini. Tamil Nadu. Asante sana. Uzuri ni kwamba nimetokea huko, nimekaa miezi 6 huko. Mimi sikuwa Chennai. Nilikuwa Mumbai. Pilipili nyingi. Kristo. Banguro. Alafu na timu mpira inaitwa Banguro. Malizia basi. Wewe amesema Banguro, lakini sisi tumezoea kusema Bangalore. Bangalore. Kwa hiyo huko ndio nilikokuwepo. Kwa hiyo nashukuru sana. Umesema hujawahi kwenda saluni. Kwa hiyo unahitaji kwenda saluni. Saluni za kwetu huku, Masasi hazizidi shilingi 2,500. Kwa hiyo nitakupatia shilingi 5,000. Asante sana. Kumbe paroko yenu ananyoa sehemu ya 2,500. Kristo. Sasa naomba wale, kuna watu wanahitaji kadi, zipo? Wapatiwe. Kuna watu wanahitaji kadi. Na naomba wale ambao wana kadi basi waje waseme neno. Mungu akubariki sana kaka Mkude kutoka Morogoro mpaka huku Masasi. Na nasikia unafanya kazi kwa bidii sana katika mradi huu ambao unao. Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Asante sana. Msifu Yesu Kristo. Milele amina. Nina kadi kama 7 hivi. Karibu. Wa kwanza ni Richard Boniface. Yeye atatoa 100,000. Makofi. Frumens Msimbe atatoa 1,500,000. Makofi. Mimi mwenyewe nitatoa 200,000. Mzee samani, hiyo suti rafiki yangu afutoe 200,000 yani. Ongeza hata 10,000 tu. Sawa, 2,500,000 basi. Asante, Mungu akubariki sana. Angetile Mwafyoma, huyu ni manager wa TRA, atatoa 200,000. Asante sana, ufikishe salamu zetu. Gundelinda Kwai atatoa 100,000. Asante sana. Mr. and Mrs. Obadia Tuya atatoa 2,500,000. Temba, familia ya Temba itatoa 1,500,000. Asante sana, nimeshamaliza. Mungu akubariki sana. Samani kidogo. Mheshimiwa sana. Baba yako simama kidogo. Unaweza kusogea huko mbele baba? Piga picha hapa na mgeni rasmi hapa. Na mgeni rasmi uje upige picha hapa. Kaimu. Kwanza picha hapa ipigwe picha ya huyu kwanza wa yule. Alafu pigeni vizuri basi msimamo kwanza kabla ya mgeni rasmi ajaje. Asante. Alafu mgeni rasmi uunganishe pale upande wa pili. Sasa samahani mgeni mheshimiwa. Mwangalie mgeni rasmi hapo chini. Unaona? Unaona? Hawezi kupata viatu kama vya kwako.
Sio leo wala kesho, lakini walau mwisho wa mwezi au mwisho wa mwezi wa 11 hawezi kupata vitu kama hicho. Anaweza, hamna shida. Mgeni rasmi, unapenda suti kama hiyo? Unataka kuvaa suti? Sasa unapenda suti kama hiyo? Kama unapenda sema, sio lazima yeye anunue. Nitakuta mtu mwingine anaweza kununua. Unapenda? Upendi Paroko, unapenda suti kama hiyo? Tubu kama hili utapeleka wapi suti kama hiyo? Mheshimiwa, mimi naomba uache alama kwa hawa mababa. Walau wapatie suti design ile ya suruali na koti kama ile ya Paroko, ili Christmas waweze kupendeza kwa wamevaa suti. Mpaka Christmas. Inawezekana. Suti tu yani hiyo, mgeni rasmi na suti tu yani. Mpaka Christmas sikio. Labda niwapatie vitambaa washone wenyewe. Hamna shida, pesa za kushona utapata hapa. Vitambaa sawa. Makofi kwa ndugu yangu huyo. Mungu akubariki sana. Katika hivyo vitambaa ambavyo unavitoa, mapadri wakishona nguo hizo watakapovaa, ubarikiwe wewe, familia yako, kazi zako, biashara zako, ukoo wako, wajukuu, vitukuu, vilembwe na vilembwe. Mungu akubariki sana. Amen. Amen. Asante sana. Kama alafu baadaye yule Freemason, so Freemason anatoa vitu ambavyo mapadri wanafaa. Nani mapadri niwaombe kabisa hivyo vitambaa mtakavyopewa na suti mtakazo shona au suruali au nini, msiende nazo kibo. Nishio kanisani. Kristo. Wale ambao wanakadi, mwenyewe ambaye anakadi, anataka kusema kitu hapa. Tuje kwa haraka, mwenye kadi anataka kusema kitu. Naomba familia ya Deogratias Mchopa, Joseph Mabula, Aisha Ramadhani, Dos. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Familia ya George Shirima ameenda atachangia 40,000. George Shirima 40,000. Na mimi binafsi na hili nitachangia 50,000. 50,000. Sasa kwa nini usimalizie 10 pale ikawa laki? George Shirima. Shingapi? 40. Na wewe mwenyewe? Mimi James Mrema na hivi nitachangia 50,000. Ongeza 10 Mrema bwana wewe. Basi nitachangia 60,000. Kijana mzuri namna hiyo unashinda kuongeza 10,000 tu hapo. Asante sana, Mungu akubariki. Familia ya Liziga 1,500,000. Asante sana. Tumsifu Yesu Kristo. Familia ya Deogratias Mchopa ndiyo familia ya katibu wa halmashauri ya walei jimbo. Asante. Shukrani, ndio ile. Familia ya Ellen Wasa. Ellen. Familia ya Baraka Mchopa. Familia ya Baraka Mchopa. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Amani na salama. Salama na amani. Familia ya Joseph Mabula tutachangia 1,500,000. Asante sana. Samahani sana. Usiondoke. Huko Rozari Takatifu nakumbuka. Naam? Sasa mbona unataja Mike? Mbona mwanzo sauti weka juu? Francisco. Jumuiya ya Francisco mnachangia? Siko jumuiya. Si wewe huko Francisco? Si kikundi cha Francisco? No. Wewe si ndio ulisikua ulihamasisha nini afu nikafuata mimi, si ndio? Ndio. Kikundi gani kile? Hawa sekulari Francisco. Wa Francisco? Ndio. Sasa kama Francisco, sema basi hata siku moja simenti miwili. Mimi sio mhudumu atakuja toe taarifa yake. Mwite basi hapa mtumalize. Hajafika, yuko safari. Na charismatic pia wewe. Charismatic? Wewe charismatic? Charismatic ndio. Mwite kiongozi wako charismatic tumalizane. Tumsifu Yesu Kristo. Tutaisemea charismatic baadaye. Tumsifu Yesu Kristo. Charismatic tutachangia baada ya Jumatano, tutajadili namna ya mchango ambao tuleta mahali hapo.
Asante. Uwaka. Naomba kadi hapa. Naomba kadi huko. Mimi na familia yangu, kutokana na muda huu, kabla sijasahau, nimeambiwa tuahidi 285,000. Mke wake amemtuma na watoto, mke wake na watoto ahidi shilingi 285,000. Sasa wewe ambaye utumwe na mkeo na watoto, jiulize. Hii yote amekuja kusema hapa kwa ajili ya kushukuru Mungu. Uwaka. Tumsifu Yesu Kristo. Familia ya Mchopa, familia ya Mchopa ameniagiza mwisho wa mwezi ataileta 200,000 kwa sababu yuko safarini Uingereza. Kapitista na mbwembwe anamwamini yuko Uingereza. Asante bwana. Uwaka. Na mwenyekiti wenu yuko hapa. Wajibu Uwaka. Uwaka. Uwaka wako wapi? Wanaume wa Katoliki. Subiri kidogo. Lea Muri mwezi wa 11 100,000. Asante. Nizo ndio hizo umezishika. Lea Muri 100,000. Karibu mwenyekiti. Wanaume Katoliki. Nguzo imara hekalu la Mungu. Wanaume Katoliki. Hekalu la Mungu. Uwaka tulipangiwa shilingi 1,000,000, lakini kwa leo tumekusanya 750,000 na kabisa kwa wasifu. Subiri hapo hapo. Wawata mje. Unasema shilingi ngapi? 750,000. Ulipangiwa shilingi ngapi? 1,000,000. Wawata. Wakina mama mpo? Mbona mwenyekiti anasuasua? Huu muziki wa Uwaka mkubwa, mwenyekiti wa jimbo, hongera bwana. Huu muziki mkubwa mpaka Wawata parokia anaogopa. Wao ni viongozi. Wawata wako wapi Wawata? Wawata. Mwenyekiti wa Uwaka yuko wapi? Mwasimoni. Unakabidhi vipi wakati nikwambia usubiri hapa? Wasikilize kina mama. Hizi ndo mnatoa gari za kusuka. Wawata vipi? Hamjajipanga. Hapa amekuja kidume kimoja kimesema tulipangiwa 1,000,000, tumetoa 700,000 na. Sasa hii vipi tena? Hela kusuka mnataka kwetu, hela vikoba mnataka kwetu, hela rasta mnataka kwetu. Mwenyekiti wa Uwaka, wana jambo tutapumsikia wako. Kwanza samani, pita wachungulie bwana, wachungulie. Wachungulie, hapo wasomeo. Sizomea kwa sababu gani? Siwezi kuwazomea mwezeshaji kwa sababu alipo mwanamke mwanamume yupo, alipo mwanamume mwanamke yupo. Mnazomeaje?
ana akili ukajisalimisha. Cheki wanavyomcheki. Karibuni. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Kwa upendo wa Kristo. Tumikie na kuwajibika. Kabla sijataja nilikuwa naomba angalau nipate 5,000 tu kwanza. Yes. 5,000. 5,000. Chukua kwa mwenyekiti wa halmashauri ya walei kwa sababu ni mwenyekiti wa watu wote. Paroko katoa 3,000. Bado 2,000. Bado tunaita 2,000. Asante dadangu, Mungu akubariki. Huyu ameomba 5,000. Ameomba 5,000. Bila kwenye kile. Sasa sikiza nikwambie, kama imezidi rudisha kwa paroko. Amina. Wawata. Tayari wewe mama vipi? Hapana uwaka hujafanya hivi bwana. Hapana mwenyekiti wa waka leo njoo bwana. Au unafanya hivi bwana? Hii rushwa bwana hii. Rushwa. Basi ndio kufunguka basi. Ushamaliza? Bado. Zunguka basi. Wawata msiniangushe. Pita hapo. Lete. Sio lete. Dada huwezi kusema naomba nipe. Lete tunakaza sauti ya watu. Sema naomba nipe. Nenda zunguka. Nenda. Mama tembea haraka basi kama unawasaidia waambie wazunguke. Sambusa hizo. Angalia hapa duniani maisha basi hapa si nyumbani bali njia ya kupi niongoze Maria mwema Hamujui chunga wangu ameniandalia chunga wangu hatari ni mchana usiku na meza ya mapenzi
katekista huyu alikuwa na kreta anatembea sana. Anaonekana kichuka zilibaki. Na mishia kwake. Kiki wa parokia naomba mje. Hata parokia naomba mje. Wale ambao wanapenda wameandika kadi alafu wanataka kusema wenyewe. Ambao wanataka kusema wenyewe kwa sauti zao na wakaribisha. Kama una kadi au una mchango unataka kutoa sauti yako mbele ya Mwenyezi Mungu, mimi Amon Nena Nikomba kama ni mtu mkali video lakini pia nimeona kuna watoto na watumikiaji wa Tale, nitawatolea 20,000. Samahani sana. Maiki yangu ya pili nilipoteza. Mimi tasio. Bikira Maria huko mkono wa pili uongo hebu tupige naye picha kitu parokia njoo na mwenyekiti wa UWAKA njoo wote, mwenyekiti wa UWAKA na mwenyekiti wa parokia mji. Dada amesema hai naitwa Tarasi. Nachangia shilingi 20,000, lakini nimeona watoto wamedistraki hapa, wakanawachangia na 10,000. Picha tayari? Piga picha. Tayari kiongozi. Tayari, asante sana. Hii picha tutaiweka sikasitia. Mwanasheria wa kujitegemea. Yupo single. Sasa hapa kwa hivyo sasa yupo single. Basi niwaite masingo wenzake waje kupiga picha. Faza Mapunda na Faza Sunu ni masingo nao. Mje kupiga picha hapo. Mwanasheria mtoto wangu kwanza, naye mwanasheria amemaliza Agustino Mwanza. Mtoto wangu nilimzaa mwaka 2000 kamili. Vio, asante. Asante. Jubilei 2025 mahujaji katika matumaini. Kwa niaba ya vijana tulipangiwa shilingi 100,000, tumeweza kukamilisha shilingi 100,150. Asante. Marafiki wa paroko anataka kusema ambaye anaandika, naomba aseme tumalize. Wawata naomba mmalize tuende mezani. Mwenyekiti wa parokia amesema amefurahi kupiga picha na mwanasheria, na kwa sababu parokia ina mwanasheria anapendekeza dada au mwanasheria, mtamalizana kwenye mwanasheria wa leo. Dada njoo useme. Wawata naomba mmalize. Tumsifu Yesu Kristo. Familia Mr. and Mrs. Kobadi tunaidi 100,000. Napunguza 30,000. Naombeni wale wote wanataka kusema mje hapa tumalize. Karibuni. Kristo, familia ya Lambano tunatoa 200,000, lakini tayari tumeingiza kwenye akaunti shilingi 50,000.
Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. WAWATA kama chama cha kitume tulipangiwa 200,000, hapa tumeweza kupata 380,000. Asanteni wamama kwa kunitia moyo. Asante kumalizia Mr. Kalinga. Mr. Kalinga, Mr. Ponali. Meneli Mwimba, afune Mwimba. Meneli Mwimba, afune Mwimba. Mr. Kalinga, alafu Mr. Ponali, Francis, Baraka Milini. Tumalizia kama ishafika sawa, kama hajafika. Familia ya Mr. Rambano wanaomba picha na paroko. Sasa picha na paroko shilingi 50,000. Yuko tayari. Yuko tayari. 50,000 unakubali kirahisi namna hiyo? Hapa huko njoo. Tuko tayari. Picha na paroko 50,000 unakubali kwa urahisi namna hiyo? Hapa maiki picha tu. Anaenda kupiga picha na paroko leo amevaa hivi. 50,000. Yoyote ambaye anataka kusema, ambaye nimeita jina lake hapo, sijaita jina lake, tunaelekea kwenye chakula. Unaye katika unaweka hela sasa samani unaenda leo tunapiga picha na paroko hiyo ndio mama tukio paroko unaweza kumkopa wewe. Karibu. Asante. Mimi natoka jumuiya ya Mtakatifu Francis katika mchangiaji wa shule yetu tutatoa shilingi 100,000 cash, lakini pia nina watu walionisindikiza. Yupo Mashota Afsaridi amenichangia, ana ahadi ya shilingi 50,000, na yupo mfanyabiashara Mkinga, nimesahau jina lake, lakini kwenye kadi nimeshawasilisha hapo, amechangia shilingi 50,000. Kombe itakuwa nimefikisha shilingi 200,000 pamoja na wadau wangu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante sana. Samahani mheshimiwa, naomba nikuombe jambo moja. Wewe upo kwenye masuala ya utamaduni, si ndio? Ni kweli baba. Tusikilizane basi. Nataka kuomba kitu cha parokia, tusikilizane. Tuna kwaya nzuri sana hapa zinazoimba. Kuna kwaya ya WAWATA, kuna kwaya nyingine leo imeimba vizuri sana na watu wamesifia sana, lakini parokia yetu hatuna ngoma. Utatusaidia kupata ngoma za kwaya? Naomba mwenyekiti aje tuzungumze naye. Mwenyekiti wa parokia au mwenyekiti wa parokia? Mwenyekiti wa parokia ila kwako. Uende mkazungumze tupate ngoma ya parokia. Makofi sana kwa afisa utamaduni wa Mungu akubariki sana. Na katika uzao wako upate mapacha 3. Asante. 6 unatoa wewe. Tumalize. Sasa tutaenda kwenye chakula, na tutakapoenda kwenye chakula tutasoma kadi zote ambazo mmezileta tukiwa tuna chakula. Kwa hiyo tutamalizia vyama vya kitume, na kama kuna watu wale watatu wanataka kusema waje, alafu tutaenda kwenye chakula. Baada ya hapo kadi zote mlizozileta nitazisoma. Kwa sasa naomba viongozi wote wa vyama vya kitume waje hapa mbele. Na niwaita pia charismatic. Malizeni. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Edgar Temtokes Katwazo. Naidi shilingi 20,000 nitaitoa. Asante. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina naitwa Maulus Mwambe.
natoa 10,000 cash. Kwa jina naitwa Anastasia Wilson, nachangia 50,000. Tumsifu Yesu Kristo. Majina naitwa Leo Elias Kwela. Hapa natoa 10,000 hadi 30,000. Naomba viongozi wa vyama vya kitume wote tuje mbele. Viongozi wa vyama vya kitume. Msifu Yesu Kristo. Amina. Mama Maria. Mama wote. Mama wote. Mama Maria. Sisi chama cha Legio Maria tulipangiwa 100,000 na tunakabidhi 1,500,000. Moyo mtakatifu wa Yesu, ufalme wako ufike. Ufalme wako ufike. Moyo mtakatifu wa Yesu. Wana ushirika wa moyo mtakatifu wa Yesu hatukupangiwa, lakini tunatoa 100,000. Charismatic. Tumsifu Yesu Kristo. Charismatic hatukupangiwa kiwango, ila kwa sasa tuna 78,000. Sasa samahani. Tumsifu Yesu Kristo. Parokia yetu imepata bahati ya Mkristo mmoja kutoka parokia ya Mwenge, Maximilian Kombe, Mwenge na jimbo la Dar es Salaam, kutuletea monstrance kutoka Roma. Na ile monstrance tulipeleka kwa baba askofu akaibariki. Sasa haiwezi kukaa chumbani kwa paroko pasipo matumizi. Tunahitaji kumaliza kanisa lile la kuabudu Yesu wa Ekaristi. Ninaomba charismatic ili jukumu tuwape nyinyi. Charismatic mpambane mtakavyojua, mpambane walau mkesha, kama sio mkesha wa sikukuu ya watakatifu wote, basi walau mkesha wa Christmas tumweke Yesu wa Ekaristi. Na kanisa Katoliki ni utii tu, sema neno. Amina. Asante, umekubali. Kanisa la Bwabulia ni lile pale pembeni ya goti la Mama Bikira Maria. Kadi tutazisoma baadaye. Jamani, au sasa. Na kadi ya Zakayo Kilumile ina 20,000 kesho. Kamati ya chakula kwa taratibu. Na mbona kuniambia hebu leta basi tukate keki. Naomba hiyo keki. Charismatic jamani, tumechangia 100,000, imeongezeka. Hii keki inawakilisha mambo yote matatu ambayo tumezungumza leo. Moja ni juu ya harambee yetu. Pili ni kwa ajili ya kama wanaparokia kumshukuru Mungu kwa mema yote anayotujalia, na tatu ni birthday ya baba paroko.